Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Marko sura ya 4 aya ya 35 hadi ya 41. Inazungumza habari za Yesu ambaye aliwaambia wanafunzi wake waanze safari wavuke ng'ambo. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ambayo Yesu mwenyewe alianzisha. Katika safari ya maisha kuna safari ambazo Yesu mwenyewe huwa anaanzisha ndani ya kundi. Pia kuna safari ambayo Yesu mwenyewe anaanzisha ndani ya mtu binafsi. Yaani anataka asafiri pamoja na wewe akufikishe ng'ambo. Yaani uweze kuvuka, uweze kwenda ng'ambo. Ni kama vile safari ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha kwa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ile ya ahadi. Walipaswa kwenda kuvuka ile bahari ya Shamu na katika ile jangwa kuu wakafika katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa hiyo Yesu naye mwenyewe pia anaanza safari hii, wavuke bahari wafike ng'ambo. Wakiwa katikati ya safari hiyo, dhoruba ikatokea. Swali ambalo tulikuwa tunajiuliza, je, Yesu mwana wa Mungu hakujua wazi kwamba katikati ya safari hii dhoruba itatokea? Hakuwa ameona? Na hicho ambacho tunachoweza kujifunza katika safari ya maisha, kwamba kuna maisha ambayo ulianza, ulimshirikisha Yesu kwa kufunga, kwa kuomba. Kuna kazi ambayo ulianza, ulisali sana. Kuna maisha ya ndoa, ulisali sana, Mwenyezi Mungu aanze pamoja na wewe hiyo safari. Lakini katikati ya safari ya hiyo safari yako ambayo ya kuweza kuvuka, kupita katika hiyo bahari, dhoruba imeibuka. Chombo kinapigwa, chombo chako kinapigwa, ndoa inapigwa, wito wako unapigwa, upadi wako unapigwa, biashara yako inapigwa, mapigo katika kazi yako, cheo chako kinapigwa, biashara yako inapigwa, kila mahali inapigwa. Dhoruba imekuwa ni kali sana sana sana. Sasa kwa nini Yesu anaruhusu upite katika mazingira kama hayo? Hawa mitume ambao walimchukua Yesu wakamweka katika kile chombo, walijua kwamba Yesu hakuwa ni mzoefu wa kuweza kuendesha ile mashua. Wakaamua kuendesha wao, na Petro ndo alikuwa kiongozi wa kuweza kuendesha hiyo mashua. Wakamweka Yesu pembeni. Unaweza ukaanza safari pamoja na Yesu, alafu baadaye ukafika ukamweka Yesu pembeni. Usimwambie aongoze upande wako, usimwambie Yesu aongoze ndoa yako, usimwambie Yesu aongoze kazi yako, Yesu aongoze biashara yako. Ni kweli ulianza biashara yako vizuri, lakini kuna kitu kinachoongoza biashara yako. Kuna kitu kinachoongoza ndoa yako. Kuna kitu kinachoongoza wito wako, na sio Yesu. Umemweka Yesu pembeni, Yesu akalala. Usipomshirikisha Yesu mambo yako, ana tabia ya kulala. Chombo kikapigwa. Hawa watu wakaanza kupiga kelele, makelele mengi sana. Na ni kweli makelele ambayo umekuwa nayo, utulii, leo unamshirikisha fulani, leo unaenda kuongea na fulani, ni kwa sababu ya wewe mwenyewe hukumshirikisha Yesu. Walipomshirikisha Yesu, Yesu akakemea dhoruba na kukatulia, kukawa shwari. Yesu mtuliza dhoruba, anatuliza dhoruba, na mambo yote yakawa shwari, na watu wote wakashangaa. Kwa nini? Walidharau uweza wa Yesu. Siku ya leo, haijalishi chombo chako kimepigwa namna gani, Yesu yuko pamoja na wewe. Mshirikishe Yesu, ni mtuliza dhoruba, atakemea. Aliamka tu akatamka maneno machache, akasema kwamba tulia, na bahari ikatulia, dhoruba ikatulia, ikamtii. Na yeye mwenyewe pia akiamka, ukimwambia, ukiongea naye, atatuliza hiyo jambo. Katika dhoruba ambayo uko nayo, usimshirikishe mtu yoyote yule ambaye yuko katika hicho chombo. Nenda moja kwa moja Yesu alipo, mweleze. Yeye ni mwaminifu, atatenda. Alitenda katika chombo cha kina Petro, atatenda pia katika chombo chako, na utavuka salama, utafikia mwisho wa safari yako katika amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.